Wakati naandaa mswada wa kipindi hiki, nilimkumbuka Barack Hussein Obama, mtu mweusi wa kwanza kuwa rais wa Marekani. Wengi wanaweza kufikiri ni rahisi tu Barack Hussein Obama kuwa rais wa Marekani, lakini historia ya watu weusi nchini Marekani haijawahi kuwa rahisi. Kuna machozi, jasho na damu ambayo vimemwagika sana, maisha ya watu kupotea, mpaka kufikia hatua ya watu weusi kushika madaraka makubwa nchini Marekani, hata kufikia level ya kuwa rais wa Marekani kama Barack Hussein Obama alivyofikia. Sasa mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi cha leo, ambako leo tunamwangazia mtu ambaye jina lake libeba matumaini, hofu, nguvu na mapambano. Malcolm X. Mtu huyu alizaliwa kama mnyonge, akakulia katika dunia ya ubaguzi, akapigana kwa sauti na kalamu, na hatimaye akauawa akiwa na miaka 39 tu. Lakini mpaka leo hii jina la Malcolm X ni jina lenye nguvu sana. Ni mtu mweusi ambaye kule Marekani wameandaa siku kuu maalum ya kuadhimisha maisha yake, the Malcolm X Day. Leo tutasafiri pamoja katika maisha ya mtu huyu alibadili historia ya Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Hiki ni kipindi kifupi kinachogusa nafsi, historia na harakati, lakini huyu mtu hasa ni nani? Alizaliwa kama Malcolm Little, baadaye akaitwa Detroit Red, akawa Elhaji Malik El Shabazz, na mwisho akawa nembo ya mapambano duniani kote, akijulikana kama Malcolm X. Karibu tujifunze. Malcolm X alizaliwa tarehe 19 Mei 1925. Kwa maana kwamba mwaka huu 2025 dunia inaadhimisha miaka 100 ya tangu kuzaliwa kwa mwanaharakati huyu wa haki za watu weusi kule nchini Marekani. Malcolm X alizaliwa katika kitongoji cha Omaha huko Nebraska nchini Marekani. Na wakati anazaliwa alijulikana kama Malcolm Little, akiwa mtoto wa 4 katika familia ya watoto 7. Baba yake aliitwa Earl Little, akiwa ni mchungaji wa kanisa na mfuasi wa Marcus Mosier Garvey. Marcus Mosier Garvey alikuwa ni rais wa chama kiitwacho Universal Negro Improvement Association, UNIA, ambacho hiki kilikuwa ni chama miongoni mwa vyama vya awali kabisa kuanzishwa nchini Marekani kwa ajili ya kupambania haki za watu weusi waishio nchini Marekani. Mama yake Malcolm X aitwaye Louise Helen Norton Little alikuwa mwanamke mwenye akili na msimamo mkali sana. Lakini familia ya Malcolm X ilikuwa ni familia iliyokumbwa na misukosuko mikubwa sana, kwa sababu Earl Little, baba wa Malcolm X, alikuwa ni kiongozi wa jimbo wa Universal Negro Improvement Association, na Louise, mama yake na Malcolm Little, alikuwa ni mwandishi na kiongozi wa tawi, akituma habari za shughuli za Universal Negro Improvement Association katika jarida la Negro World, jarida ambalo lilikuwa likiangazia mateso ambao walikuwa wakiyapata watu weusi pale nchini Marekani, lakini jarida ambalo lilikuwa likitoa fikra pevu na fikra za ukombozi kwa watu weusi juu ya namna ya kupigania haki zao. Kitendo cha Louise na mumewe Earl kujiunga na Universal Negro Improvement Association na kwa mstari wa mbele sana katika kupambania haki za watu weusi hususan huko Nebraska, kilikuwa ni kitendo ambacho
kilijenga ari ya mapambano miongoni mwa watoto wa Helen na Elle. Hivyo basi Malcolm X tangu utoto wake alikuwa ni mtoto mwenye shauku na kiu juu ya kupambania haki za watu weusi. Lakini panapo harakati siku zote hakukosekani changamoto, vitisho na hata mapambano. Hivyo basi katika maisha ya Malcolm X na familia yake walikuwa ni watu ambao wakikumbwa na changamoto nyingi mno, hususani kutoka katika wapinzani ambao walikuwa dhidi ya watu weusi. Na hapa hasa tunazungumzia kikundi cha KKK, the Ku Klux Klan. Hawa Ku Klux Klan walikuwa ni kikundi ambacho kilikuwa kikitoa vitisho vingi sana katika familia ya Malcolm X. Na hii ilifanya familia ya Malcolm X kuhama kutoka Nebraska mpaka katika mji wa Milwaukee mwaka 1926, Malcolm X akiwa ni mtoto wa mwaka mmoja tu. Na baada ya hapo vitisho viliendelea na kuifanya familia yao kuhama tena kutoka Milwaukee mpaka katika kitongoji cha Lansing huko Michigan. Vitisho bado viliendelea na kuifanya tena familia kumove kutoka Michigan mpaka katika eneo la Lansing. Na familia yao ilikuwa ikipokea vitisho vingi sana kutoka katika kikundi kingine cha watu weupe ambacho kiliitwa Black Legion, ambacho hiki kilikuwa ni kikundi cha wabaguzi wa rangi wa kizungu, ambao hawa vitisho vyao vilikuwa vikali zaidi, kwani mwaka 1929 wakati Malcolm X akiwa na miaka 4 tu, hiki kikundi cha Black Legion walichoma moto nyumba ya kina Malcolm X, na hii ilikuwa moja ya vitu ambavyo vilifanya familia ya Malcolm X kwa katika wakati mgumu sana. Wakati Malcolm X akiwa ni kijana mdogo sana wa miaka 6 tu, baba yake alifariki katika kile ambacho kilielezwa ni ajali ya mtaani. Lakini watu wengi sana waliamini kwamba kifo cha El Lito, baba mzazi wa Malcolm X, kilisababishwa na kundi la The Black Legion na hakikuwa kifo cha kawaida. Baada ya kifo cha baba yake, mama wa Malcolm X alikuwa ni mtu mwenye sonona na upoke sana, na mtu ambaye alikuwa akivunjika moyo mara kwa mara. Na hii ilimpelekea mama wa Malcolm X, Helen Norton Lito, kupelekwa katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Huu ulikuwa ni mwanzo wa mparanganyiko wa familia ya Malcolm X. Watoto waligawanywa katika familia mbalimbali ama foster homes, na hii sasa ikawa mwanzo wa maisha ya tabu kwa Malcolm. Malcolm X alienda shule itwayo West Junior High School huko Lansing, Michigan, na baadaye akahamia katika shule itwayo Mason High School huko Mason, Michigan. Lakini kutokana na hali ya maisha, Malcolm X hakuweza kumaliza high school, kwani aliacha shule mwaka 1941 akiwa kijana wa miaka 16. Na hii kuacha shule kwa Malcolm X si kwa sababu masomo yalikuwa magumu, hala. Malcolm alikuwa ni kijana ambaye alikuwa akifanya vizuri sana huko shuleni. Lakini kilichomfanya Malcolm X kuacha shule ilikuwa ni kule kukatishwa tamaa na walimu wake wa kizungu, kwani mmoja wa walimu wake alimwambia Malcolm X, ambaye wakati huo alikuwa na ndoto za kuja kusomea sheria na kutetea watu weusi. Mwalimu wa Malcolm X alimwambia kwamba huwa mwanasheria ni lengo ambalo halina maana kwa mtu mweusi, kwa sababu hatoweza hata siku moja kuja kuwa mwanasheria na kutetea watu weusi. Hivyo basi ilimfanya Malcolm X kuona shule haina maana tena kama hatoweza kutimiza ndoto zake za kusomea sheria na hatimaye kuwa mwanasheria mbobevu mwenye kutetea haki za watu weusi pale nchini Marekani, hususan katika jimbo la Michigan na Nebraska huko Marekani. Akiwa kijana mdogo baada ya kuacha shule, Malcolm aliishi maisha ya uhalifu, akijihusisha na wizi, dawa za kulevya pamoja na utapeli wa mitaani. Na hii ilimfanya Malcolm X kuingia matatizoni na vyombo vya dola mara kwa mara.
Mwaka 1946 Malcolm X alikamatwa na kufunga jela kwa kosa la wizi, kosa ambalo lilimfanya ahukumiwe kifungo cha miaka 8 mpaka 10 jela. Lakini sasa kifungo hichi ambacho Malcolm X alihukumiwa ndicho kifungo ambacho kilimfanya azaliwe upya. Akiwa gerezani, Malcolm X alikutana na mafundisho ya kundi liitwalo Nation of Islam, NOI, ambao liongozwa na mtu aitwaye Elijah Muhammad. Kundi hili lilihubiri kuwa watu weusi ni watu wa asili ya juu zaidi na wazungu ni shetani walioharibu dunia. Lakini mbali na kikundi cha Nation of Islam, Malcolm X akiwa gerezani alikuwa akipokea barua kutoka kwa ndugu zake ambao hawa walielezea mazuri ya kundi la Nation of Islam ilikuwa kama tumaini pekee la kuwakomboa watu weusi ambao walikuwa wakipokea madhira mbalimbali pale nchini Marekani. Mwaka 1948 Malcolm X alipokea barua kutoka kwa kaka yake aitwaye Reginald Lito. Katika barua yake Reginald Lito aliandika, Malcolm, usile tena nguruwe, usivute sigara tena, na mimi nitakuonesha njia ya kutoka gerezani. Baada ya kupokea barua hii ilimfanya Malcolm X papo kwa hapo kuacha kutumia nyama ya nguruwe na kuacha kuvuta sigara. Na hii sasa ilimtambulisha Malcolm X katika imani mpya ya dini ya Kiislamu. Baada ya kuamini na kujiunga rasmi, alibadili jina lake kutoka Malcolm Lito hadi Malcolm X, ambako X iliwakilisha jina lake la familia ya Kiafrika, ambayo kwa mujibu wa Malcolm X alisema jina hilo lilipotezwa kutokana na utumwa, na lile jina la Malcolm Lito lilikuwa ni jina la wazungu na la kibepari. Hivyo basi aliamua kuachana na jina la Lito na kutumia jina la X. Baada ya kutoka gerezani mwaka 1952 akiwa ametumikia kifungo kwa miaka 6 tu na kupokea msamaha kutokana na tabia nzuri ambayo alikuwa akionyesha gerezani. Na akiwa gerezani, Malcolm alijifunza vitabu mbalimbali na mafundisho, hususan mafundisho ya dini ya Kiislamu. Mwaka 1952, punde tu baada ya kutoka gerezani, Malcolm X aliibuka kwa msemaji maarufu wa kundi la Nation of Islam. Uhodari wake wa kusema, uwezo wa kushawishi na msimamo thabiti vilimfanya Malcolm X avutie vijana wengi wa Kiafrika waliokuwa wakihisi kunyimwa haki zao. Mwaka mmoja baada ya kutoka gerezani, mwezi Juni mwaka 1953, Malcolm X alipandishwa cheo mpaka kuwa waziri msaidizi wa Temple namba 1 iliyopo Detroit. Lakini mwaka huo huo alihamishwa kutoka Detroit mpaka kuelekea Boston, ambako kule alianzisha Temple namba 11 chini ya kundi la Nation of Islam. Mwaka 1954 Malcolm X alianzisha Temple namba 12 huko katika jiji la Philadelphia, na miezi miwili baadaye akateuliwa kuongoza Temple namba 7 katika jiji la Harlem. Hali hii ilimfanya Malcolm X kuwa maarufu sana kutokana na uhodari wake wa kuzungumza na kuvutia vijana wengi, na hii ilifanya kundi la Nation of Islam kuvutia wanachama wengi zaidi, kwani katika kipindi cha miaka 1950 mpaka 1960 kikundi cha Nation of Islam kilikuwa maradufu kutoka kuwa na wanachama tu 1200 mpaka kufikia wanachama 100,000. Na miongoni mwa watu ambao walivutiwa na Malcolm X mpaka kushawishika na kujiunga na kundi la Nation of Islam alikuwa ni mpiganaji maarufu Muhammad Ali. Nafikiri jina la Muhammad Ali ni miongoni mwa majina maarufu sana katika masikio ya wasikilizaji wengi na wapenzi wa mchezo wa masumbwi duniani. Malcolm alikuwa tofauti na viongozi wengi ambao walikuwa wakipigania haki za watu weusi nchini Marekani kama vile Martin Luther King Jr. Yeye hakuwa muumini wa mapambano ya amani,
Malcolm X alisema wazi kabisa kwamba lazima tupate haki kwa njia yoyote ile, by any means necessary. Malcolm X alikemea ubaguzi wa rangi kwa nguvu, akisema kwamba lazima watu weusi wajiamini, lakini pia wapambane na mfumo wa wazungu uliojaa dhulma, lakini pia alihimiza watu weusi wajitenge na wazungu badala ya kuungana nao, ambao kwa maarufu zaidi iliitwa separatism theory. Kipindi hiki cha maarufu wa Malcolm X kilimfanya awe adui wa serikali, na miongoni mwa maadui wa Nation of Islam walimhusudu sana Malcolm X. Na mbaya zaidi, Malcolm X aliingia katika rada za FBI, akifuatiliwa kwa karibu na kuchunguzwa kila hatua yake. Mnamo mwaka 1964, Malcolm alitofautiana na kiongozi wa kundi la Nation of Islam, Elijah Muhammad. Malcolm alishtushwa na taarifa kuwa kiongozi huyo wa kundi la Nation of Islam alikuwa na mahusiano ya siri na wanawake kadhaa na alikuwa amepata watoto nje ya ndoa. Hivyo basi, Malcolm X alijiondoa rasmi katika kundi la Nation of Islam na kuanzisha kundi lake binafsi ambalo aliita Muslim Mosque Inc. na baadaye akaita Organization of African American Unity. Mwezi March 1964, Malcolm X aliweza kukutana na mwanaharakati mwingine wa kupigania haki za watu weusi nchini Marekani aitwa Martin Luther King Jr. Na hii ndio ilikuwa mara ya kwanza na mara pekee ambayo wanaharakati hawa wawili walikutana. Mwezi mmoja baadaye, Malcolm X alitoa hotuba maarufu sana itwayo Ballot or Bullet. Katika hotuba hii, Malcolm X alizungumza na watu weusi akiwaambia inabidi watumie vyema haki yao ya kupiga kura, lakini akisisitiza kwamba iwapo serikali itaendelea kuwakandamiza watu weusi kupata haki zao za msingi, basi ni lazima washike silaha na kuingia mtaani. Na huu ndio ulikuwa mwanzo wa kauli maarufu ya the ballot or the bullet, kwa maana either kura ama risasi. Mwaka huo wa 1964, Malcolm X alisafiri hadi uko Makkah, Saudi Arabia kwa ajili ya ibada maarufu katika dini ya Kiislamu, ibada ya hija. Safari ya Malcolm X kuelekea hija ilikuwa na mabadiliko makubwa sana kiroho. Akiwa kule Makkah, Saudi Arabia katika hija, Malcolm X alishangazwa kuona Waislamu weupe na weusi wakisali kwa pamoja kwa amani. Na hii sasa ikamfanya Malcolm X agundue kwamba si kila mzungu ni adui. Hivyo basi, Malcolm X alibadili mtazamo na kuanza kuhubiri umoja wa watu wote bila kujali rangi, jinsia, dini wala kabila. Lakini baada ya kurudi kutoka Makkah, Malcolm X hakudumu sana, kwani tarehe 21 Februari 1965, Malcolm akiwa anahutubia kundi lake huko Harlem, New York, alivamiwa na watu watatu na kupigwa risasi zaidi ya 15. Lakini hiki kitendo cha Malcolm X kuvamiwa na kupigwa risasi zaidi ya 15 hakikuanza hivi hivi. Tangu mwaka 1964, baada ya kuingia katika mgogoro na Elijah Muhammad wa kundi la Nation of Islam, Malcolm X alikuwa akipokea vitisho mbalimbali. Mwezi Februari 1964, kiongozi wa Temple namba 7 alioda watu wapige bomu gari la Malcolm X. Katika mwezi March, Muhammad aliwaambia viongozi wa kule Boston ambao baadaye alijulikana kwa jina la Louis Farrakhan kwamba wanafiki kama Malcolm X inatakiwa wakate kichwa. Mwezi Mei 1964, miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifanya kazi FBI walirekodi simu ambayo simu hiyo ilipigwa kwa mke wa Malcolm X, Betty Shabazz, ambaye aliambiwa kwamba mume wako hana maana kabisa, ni bora afe. Mwezi huo familia Malcolm X
ilipokea oda ya kwamba inatakiwa wahame katika nyumba ambayo walikuwa wakiishi, na siku moja tu baada ya kusikia hivi, nyumba yao iliyopo huko Harlem ilichomwa moto. Kwa hiyo kwa mwaka 1964 yote ilikuwa ni mwaka ambao Malcolm X alikuwa akipotea vitisho vya mara kwa mara, na mambo ambayo yalimfanya Malcolm X azidi kuwa na wasiwasi ya kwamba uhai wake ulikuwa uko rehani na wakati wowote mahasidi wake wangeweza kumaliza uhai wake. Mwezi Juni 1964 Malcolm X alisema kwamba mimi siogopi vitisho vya Nation of Islam kwa sababu harakati nilizozianza, hawa wanapambana nami hawapambani na Malcolm X, bali wanapambana na falsafa ambayo itaendelea kuishi hata baada ya kifo changu. Hivyo basi mwaka 1965 Februari 21, Malcolm X akiwa anahutubia kundi lake katika ukumbi uliopo huko Harlem akiwa na mabodigadi wake wawili, ghafla alishangaa amevamiwa na watu watatu. Watu hao mmoja wapo akiitwa Talmadge Hayyir na wenzake wawili, kwa pamoja walimimina risasi zaidi ya 15, risasi ambazo zilimaliza uhai wa Malcolm X. Na huu ndio ukawa mwisho wa uhai na maisha matakatifu ya Malcolm X katika ardhi iliyotukuka ya Marekani. Ndugu yangu, ingawa maisha ya Malcolm X yalikuwa mafupi, sauti yake bado inasikika hadi leo. Malcolm X alichochea mabadiliko, aliamsha ari ya watu weusi duniani na akaacha maandiko ambayo yana ushawishi mkubwa kama vile The Autobiography of Malcolm X, kitabu ambacho kiliandikwa kwa msaada wa Alex Haley, na hotuba nyingi ambazo Malcolm X alikuwa akizifanya, hotuba ambazo zilihamasisha harakati za haki za watu weusi. Leo hii Malcolm X anakumbukwa kama mmoja wa wapigania haki za watu weusi mashuhuri sana, lakini pia tunamkumbuka Malcolm X kama mwanafikra, mwanaharakati na mzalendo wa kweli kweli. Lakini zaidi tunamkumbuka Malcolm X kama mtu aliyethubutu kusema ukweli hata kwa gharama ya uhai wake. Leo tumemjua Malcolm X kwa undani, si tu kama kiongozi bali kama binadamu mwenye mapungufu, maono na moyo kupigania haki. Urithi wa Malcolm X unaendelea kuishi katika vitabu, sinema, hotuba na mioyo ya watu waliopata msukumo kutoka kwake. Huyu ni Malcolm X, sauti ya ujasiri na mabadiliko. Basi mwisho wa simulizi ya Malcolm X ni mwanzo wa tafakuri ya kwetu sisi wasikilizaji na watazamaji kuchukua kile ambacho tunajifunza katika historia maisha ya Malcolm X na kuangalia nini tumefanya katika jamii inayotuzunguka. Je, tunao uwezo wa kusimama na kupambania haki za watu kama alivyofanya Malcolm Little El-Hajj Malik El-Shabazz, the Little Red Malcolm X? Ama tunabaki kwa mizigo na kulalamika tu, hatutendewi haki na hakuna hatua yoyote ambayo tunaichukua? Basi nikuombe tu usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kufuatilia mfululizo wa visa hivi vya mashujaa ambao hawa waliacha alama kubwa katika historia ya dunia hii, watu ambao walitikisa vichwa vya vyombo vya habari duniani, wameandika historia iliyotukuka, historia ambayo inafaa kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Nikuage tu kama alivyokuwa akisema Malcolm X, by any means necessary, kwa maana kwa namna yoyote ile lazima mafanikio yafikiwe. Asante.